Gaya la spoti, Amaika viwanjani. Mimi mtoto wa mama John Anthony Orao. Ni siku nyingine ambayo natumia kwamba uko fresh kabisa. Karibu tuweze kuzungumza kispoti. Siku zote mimi hukwambia kwamba inapendeza, inaleta raha na inafurahisha. Na itafurahisha ikiwa tutaweza kuzungumza na kuweza kucheka, vile vile kutabasamu na hata vile vile kuenenda kispoti. Kumbuka ni weekend ambayo mambo mengi sana yalifanyika. Ligi kuu hapa nchini Kenya, NSL, KPL, hata ligi ile ya wanawake na vile vile ligi kuu kule Uingereza, ligi inayoenziwa na wengi, ligi inayopigiwa mfano, ligi ambayo inapochezwa shughuli zote usimama, ligi ambayo baadhi za timu zinapocheza shughuli zote hutulia. Atakwambia na Manchester United, Manchester inapocheza shughuli zote zinatulia. Kama ulikuwa uende ufanye nini, itabidi umefanya nini, umeacha. Arsenal inapocheza itabidi tuahirishe shughuli zingine kwa sababu ya kufanya nini, ya kutazama mchuano huo. Kwa hivyo itabidi tuweze kuzungumzia kispoti. Tuweze kuanza na hapa nchini Kenya, tujue kwamba ni yapi ambayo yalifanyika kwa haraka tena sana. Tukianza na ligi hapa nchini Kenya NSL, ambapo matokeo ambayo ninayo hivi sasa, mechi ambazo zilipigwa siku ya Jumamosi na vile vile siku ya Jumapili hapo jana. Gucha Stars walikuwa nyumbani wakapigwa 1-0 na Kabati Youth, huku Viga United wakiwa nyumbani kule Luandaville wakakoseshwa ama wakakosa adabu za mgeni na Mombasa United. Alisafiri kutoka kule Mombasa akafika kule maeneo ya Vihiga, akahakikisha kwamba anamtandika na kumkunguta vibaya sana huyu mwana Viga United. FC Talanta alitoka 0-0 na huyu mwana Equity Bank, alafu Kibera Black Stars akatoka sare vile vile ya 1-1 na Naivas FC hapo jana siku ya Jumapili. So United walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Mwatate United, alafu Kisumu All Stars akiwa nyumbani kule Kisumu alipata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya MCF ama Wanamuli Children's Family. Alafu mwana 3K FC akiwa nyumbani akatoka sare na Nairobi United ama Nairobi City Stars kumradi. Alafu mwana Mofa inaumilikiwa naye Michael Olunga ikiwa nyumbani ilitoka sare vile vile ya bao 1-1 dhidi ya Nzoia Sugar. Alafu Darajani Gogo akiwa nyumbani alikoseshwa adabu na kakungutwa na mwana Fortune Sacco. Zote mimi kuambia sio Fortune MJ, malaki kamera person na kwangu leo hii siku zote wa Fortune MJ. Alafu Darajani Gogo ndio huyu ambaye aliza kungutwa na mwana Fortune 4-2. Migori Youth Stars akiwa nyumbani alimtandika Luandaville vibaya sana, kufa kupona, magoli 4-0. Tazama ligi hivi sasa anaongoza mwana Migori Youth Stars akiwa na alama 36, alafu mwana Mombasa United anashikilia nafasi ya pili 34, MCF kumradi mwana Mofa nafasi ya 3 ana alama 32, alafu Fortune Sacco nafasi ya 4 alama 31. Equity Bank baada ya kutoka sare hapo jana anashikilia nafasi ya 5. Nafasi ya 17, 18, 19 na 20 mtawalia wanashikilia huyu mwana MCF, Kisumu Stars, Mwatate United, alafu Vihiga United katika ile hatari ya kushushwa ngazi. Na wale ambao katika ile njia nzuri ama katika nafasi nzuri ya kupandishwa ngazi ni huyu mwana Migori Youth na vile vile Mombasa United na Mofa. Wanapigania nafasi za kwanza, 2, 3 na vile vile hata 4 na 5 mtawalia. Ndio namna mambo yalivyo katika ligi ya NSL. Katika ligi ya nchini Kenya, ligi ya SportPesa Premier League, kuna vaza mechi ambazo zilichezwa vile vile, na ikumbuka ya kwamba ligi hiyo ilikuwa inaingia mzunguko wake wa 18. Mzunguko wake wa 18 na mechi nyingi sana zilichezwa. Mechi ya siku ya Jumamosi, Shabana alipiga dhidi ya APS Bomet akatoka sare, mechi ambayo tukushuhudia, mechi ambayo ilikuwa na magoli mengi sana, na ni mechi ambayo bao ambalo alilifunga ule Shabana dhidi ya mwana APS Bomet, ama bao ambalo APS Bomet alifunga dhidi ya Shabana iliweza kuzungumziwa sana, bao lile la 3. Kumbuka kwamba goalkeeper aliudaka na akauachilia. Ikatoka katika zile fikra ya kwamba huenda tu tumerejea katika yale mambo ya match fixing. Yaani huenda ni habari ambazo hajadhibitishwa, ni habari ambayo si za Maika Media, ama ni habari ambazo ni kauli za kwangu, mafikirio ya kwangu, mtazamo tu wa kwangu. Maana ukitazama lile goli kidogo halikuwa bao la kufungwa. Halikustahili liwe bao. Mwisho wa siku tukabaki vinywa wazi na ikaishia sare ya 3-3. Kumbuka Shabana alisafiri kutoka kule Gusii, kule Kisii kuelekea kule Kericho Awendo ambapo mechi ile ilichezwa. Mwisho wa siku wanatoka sare. Comeback
Kings of Comeback watakwambia APS Bomet, askari wale. Alafu Bandari dhidi ya Kariobangi Sharks kutoka sare ya 0-0. Mara Sugar dhidi ya Kenya Police. Kenya Police alipata ushindi mwembamba sana wa 1-0 dhidi ya Bandari. Mara Sugar huyo dhidi ya Kenya Police kumradi. Alafu Bidco United dhidi ya Gor Mahia, mechi ambayo tuliona sare. Siku zote mimi huwa natumia kauli ya kusema kwamba it's never done until it's done. Yani mchezo wa soka hadi kipenga cha mwisho kikirizwe. Kinapokirizwa tu mchuano ndio unakwisha. Maana hapa Gor Mahia alikuwa anatoka sare chini tu ya sekunde kadhaa, dakika 7 zile za nyongeza ama zile za nyongeza kumradi. Akapata ushindi huyu mwana Gor Mahia. Alama 3 muhimu kwake. Mambo ambayo tulikuwa tunatarajia. KCB dhidi ya Tusker hapo jana, Tusker akapata ushindi. Kumbuka amerejea Tusker baada ya kung'utwa na Bandari, FC Leopard. Hivi sasa ndio amerejea. Akapata ushindi hapo jana dhidi ya mwana KCB. Alafu Ulinzi Stars dhidi ya Murang'a Seals. Murang'a Seals akapata ushindi wa mabao 2-1. FC Leopard watakwambia kwamba mapaka dabi ipata utani mahali, sema kwamba hii ni ngo dabi. Kapata jamaa fulani anafanya utani, anasema kwamba mapaka dabi, mapusi dabi. Ilikuwa dabi ambayo ilikuwa imesubiriwa pia vile vile, na mwisho wa siku FC Leopard ikapata ushindi, alama 3 muhimu. Na anachokifanya Fred Ambani ni kuhakikisha kwamba anashinda mechi. Kumbuka wengi walikuwa wanatazamia kwamba huenda FC Leopard atapata ushindi wa zaidi wa magoli 4, lakini mtazamo wa Ambani ulikuwa tofauti sana. Yeye anataka alama 3, hataki kujua alipata mabao mangapi. Na ni jambo ambalo la kupigiwa mfano sana. Ni mbinu ambayo hatujui Fred Ambani anatumia mbinu ipi. Maana mwisho wa siku mashabiki tunampiga mtu 4-0 ndio tukakuja tukaongoze tebo. Ndio huenda ikawa ilikuwa katika mikakati ya Fred Ambani, lakini mwisho wa siku anapoenda katika game kuna kile ambacho tunasema tuende kupata alama, tusiende kutoka bure. Kama ni mbaya sana tutoke na sare, lakini tuende alama zote ngapi? 3. You're not going to try. Najua siku zote mimi mtu anaponisalimu anauliza Antonio uko aje, huwa namwambia kwamba niko fit na jaribu. Na watabaki wamenikosoa sana, you don't have to try, you should be doing it. Kwa hivyo anachokifanya Fred Ambani ni kule kukifanya ajaribu tena. Anapoenda katika mechi, alama 3 muhimu anatoka nazo. 3 muhimu. Hizo ni msururu takriban mechi 5 mfululizo akipata ushindi. Fred Ambani huyu. Alafu vile vile Murang'a Seals na APS Bomet nilivyokujuza kwamba walitoka Murang'a Seals alipata ushindi dhidi ya Ulinzi Stars kumradi. Kwa hivyo tuambizane ukweli. Soka la nchini Kenya limepata mwamko mpya haswa katika vilabu viwili, Gor Mahia na FC Leopard. Maana wanapoenda katika mechi wanaenda kupata ushindi, hawaendi pale kubahatisha. Are we trying to tell that kidogo tumepata mwamko mwingine? Ama anajaribu kusema kwamba Gor Mahia wanafukuzia, wanasema kwamba hatuwezi mwachie FC Leopard. FC Leopard walikuwa alete ushindani katika hii ligi hapa nchini Kenya. Maana tumemwona FC Leopard akimaliza nafasi ya 7, nafasi ya 8 kule chini. Lakini kipindi tu FC Leopard ameanza kukuja, ameanza kutoa kucha zake, tumeona kwamba hiyo ligi kidogo ina ushindani. Haswa sana kwa FC Leopard na vile vile Gor Mahia. Utapata kwamba mashabiki pande moja wanavutana, huko wengine pia wanavutana. So tutajaribu kusema kwamba huenda tukapata mwamko mpya zaidi, hasa katika ligi hapa nchini Kenya. Na ni lipi lifanyike ili jambo hili liweze kuendelea? Manake kidogo soka la Kenya lilikuwa limetupiliwa mbali kilinganishwa na soka la kule Tanzania. Tanzania Simba inapocheza, Yanga inapocheza, shughuli zote usitishwa. Utadhania kwamba ni ligi kuu kule Uingereza. Je, unaona ikiwa tarejea katika misimu hiyo, tarejea katika nyakati hizo ambapo wakati ule FC ilipokuwa inacheza kitu zamani kujulikana kama Wabaluya Football Club. Kumbuka FC Leopard ilikuwa inajulikana kama Wabaluya Football Club. Vilabu za kitambo sana. Kwambia kwamba babu yangu marehemu Ora alikuwa shabiki sana FC Leopard, na hata yeye mwenyewe ndo nipo ufuasa kidambia kwamba Antonio, hii ni klabu ya nyumbani, ifuate. Kwa hivyo you're trying to say that, ama tunajaribu kusema kwamba mwamko wa soka hapa nchini Kenya ni mpya zaidi. Na kipi kifanyike haswa kwa wale mashabiki ndio wajitokeze pale uwanjani kushabikia timu za kwao? Talk to me kwenye comment section. TikTok Amaika TV, Amaika Entertainment, YouTube Amaika Radio, Amaika Media, hapa Facebook vile vile Amaika Media na vile vile Amaika Radio. Na usahau katika Instagram na X ni Amaika Media @official. Katika ligi kuu kule Uingereza, na kabla hajavuka katika ligi kuu kule Uingereza, ligi hapa nchini Kenya KPL itakuwa inaingia mzunguko wake wa 18.
weekend hii, na mechi tofauti nyingi sana zitakuwa zinachezwa. Siku ya Jumamosi Bandari atapiga dhidi ya FC Leopard. Bandari hawa FC watakuwa nasafiri kwenda kule Mombasa. Kumbuka mkondo wa kwanza FC Leopard walipata ushindi. Mkondo wa pili wanaenda kupata ushindi kule siku ya Jumamosi saa 9 mchana. Posta Rangers dhidi ya Shabana. Posta Rangers watakuwa wanakaribisha Shabana. KCB dhidi ya Kariobangi Sharks. Sofapaka dhidi ya Murang'a Seals ambayo ilimkunguta Ulinzi Stars. Alafu Mathare United dhidi ya KCB. Kakamega Homeboyz akiwa nyumbani atapiga dhidi ya Mara Sugar katika uwanja wa Buhungu. Gor Mahia dhidi ya Sofapaka ambayo ilikungutwa na FC Leopard. Nakumbuka Sofapaka huenda kamkazia Gor Mahia. Maana tumeona mechi hapo jana. Alipofunga FC Leopard, Sofapaka alikaza sana. Mwenye alikuwa atazama mechi ile. Alirudi na akaeka. Nasema kwamba basi vijana tunakwambia kwamba alikuja akaloku kunyuma. Kuna kupita. Na mechi ya Sofapaka dhidi ya Gor Mahia huenda Sofapaka akashangaza wengi sana. Wacha tuone itakuwaje. Alafu Mathare United dhidi ya Tusker ambayo imepata ushindi wake dhidi ya KCB hapo jana. Namna ambavyo mechi ambazo zitakuwa zinachezwa weekend ijayo. Tukizama katika rubaa za kimataifa, ligi kuu kule Uingereza. Atakwambia kwamba ligi ambayo inapendwa na wengi. Ligi ambayo inaenziwa na wengi. Ligi ambayo inapochezwa mashallah, ligi ambayo inapochezwa shughuli zote usitishwa. Na tenda moja kwa moja katika tebo namna ambavyo jedwali lilivyo. Kumbuka mechi nyingi sana zilichezwa na matokeo tunayo. Kama una matokeo tembelea ukurasa wetu wa Facebook wa Tamaika Media. Matokeo tunayo. Na ni matokeo yapi ambayo unataka kujua kama si matokeo ya Arsenal jana na Manchester United? Matokeo yapi ambayo unataka kuyajua kama si matokeo ya Chelsea vile vile na Crystal Palace, si kama matokeo ya Man City na Wolverhampton, kama si matokeo ya Liverpool na ule mwana Brighton siku ile ya Jumamosi na hapo siku ya Jumapili. Kwa hivyo ligi kuu kule Uingereza jana Manchester United ilishangaza wengi sana. Itabidi tuweze kuwekana sawa, mtazamaji wa kwangu, tusaidiane hapa. Tusaidiane. Je, unadhani kwamba Manchester United ni Manchester tofauti sana na ile Manchester ambayo ilikuwa imezoewa, ama ile ambayo ilikuwa tumeizoea hapo awali? Manake hivi sasa klabu ni mbaya bana. Klabu ni mbaya hivi sasa. Kumbuka pindi tu alipomtimua Amorim, chini ya kufunzi mpya hivi sasa Carrick, tunaona miujiza. Mimi nimeshangaa sana. Katika miaka ambayo nimeishi nimeshangaa sana, na nimeshangaa sana hapo jana. Manake Manchester United hivi sasa inafanya mambo vitofauti sana. Watoto wana possess game, watoto wanapiga pesi zinafika, watoto wanaonana vizuri sana pale. Mabao yani mafataki ambazo wanaachilia ni mafataki ambayo goalkeeper yani is something of ni kitu cha kupigiwa mfano. Na nilisema sana katika kipindi cha Maika Viwanjani, kulingana na ile hekima kidogo tu ambayo ninayo, yani ile akili tu kidogo ambayo Mwenyezi Mungu amenipa, sijigambio sijui Antonio, ile tu kidogo tu ambayo ninayo ya kuchambua mchezo wa soka, mimi kidogo kwa mtazamo wangu Manchester United is a very different club. Ni club ambayo hivi sasa inastahili sasa kuogopewa. Nastahili kuogopewa. Na si kuogopewa tu, bali kuogopewa kwa umbali sana, hata siye kukaribiwa. Kumbuka hivi sasa tuko katika zile vita za top 4 za kuhakikisha kwamba tunamaliza 4 bora Champions League msimu ujao. Na naongoza nafasi ya kwanza Arsenal, nafasi ya pili yuko pale Manchester City, nafasi ya 3 yuko pale huyu mwana Aston Villa, nafasi ya 4 Manchester United. Hivi sasa ninavyozungumza, nakumbuka Manchester United mechi yao hapo awali walimpiga Manchester City 2-0. Jana wamemgonga mtu 3-2. Na hapo awali dhidi ya Manchester City yalikuwa 5 VR, ujua VR kakataa mengine 3. Na hata hapo jana mechi ya Manchester United na Manchester City ilistahili kuisha 3-1, maana ile moja ilikuwa own goal. I try to say that Arteta ana kazi kubwa sana ya kufanya. Tumemwona Arteta kipindi ambacho tunaona kwamba msimu huu ni wa Arsenal, msimu huu ni kubeba taji la upande wa Arsenal, mwisho wa siku Arteta anaachilia. Arteta afanye nini chini ya hizi mechi ambazo zimesalia?
ili mwisho wa siku akaendelee kutawala, nataka achukue ile taji. Kumbuka msimu jana alipokonywa tu hivi tu kiona. Amekuwa akiongoza ligi ile, amekuwa pale kidedea akiongoza, lakini hivi sasa kidogo tunaona kwamba ni kama ndovu ameanza kuanguka. Manchester City vile amekuja vizuri sana. Kumbuka ligi ilipokuwa inaanza alikuwa anasuasua, watu wanaanza kusema sijui Pep afanye nini aende zake. Aston Villa ndio huyu sasa unamwona yuko nafasi ya 3. Jamaa ambaye vile ni wakogopewa sana. Msimu jana ameanza nafasi ya 6, hivi sasa anapiga FA. Manchester United nafasi ya 4 ana alama 38, 38 points. Chelsea pia, Chelsea asisazwe sana. Maana nimetazama mechi yake hapo dhidi ya Crystal Palace weekend iliyopita. Alicheza vizuri sana. Alama 3 muhimu kwake Chelsea kwa kupata mabao 3 na vile alama hizo 3. Kwa hivyo Chelsea vile pia tumtazame katika viwango vingine. Maana naona ni kama atashangaza wengi sana. Na hata huenda wakabaki wakiongoza huyu mwana Manchester United, Chelsea, dafu ndio wengine wakafuatia pale. Huenda imetumia detamu huenda. Maana namna ambavyo wanakuja huko chini, hata huyu Aston Villa asisazwe vile. Maana pia anakuja kwa uzuri tena sana. Liverpool nafasi ya 6 ana alama 36, Fulham nafasi ya 7 ana alama 34, nafasi ya 8 Brentford, Newcastle nafasi ya 9, alafu nafasi ya 10 Sunderland. Newcastle United nafasi ya 9, Sunderland nafasi ya 10. 11 Everton, Brighton 12, Bournemouth 13, alafu Tottenham Hotspur nafasi ya 14. Tottenham amecharazwa mechi yake hapo weekend iliyopita. Anaenda wapi Tottenham? Jamaa ambaye tumemwona huku juu akibishana na kina Manchester City. Ona sasa hivi penye anaenda. Leeds United nafasi ya 16, 17 Forest. Namna ambavyo mambo yalivyo katika ligi kuu ya kule Uingereza. Kikubwa zaidi nauliza, what's ought to be done for the Arsenal team so that iweze kubeba taji? Na vile unadhania kwamba Manchester United itashangaza wengi sana msimu huu ama mechi ambazo zilisalia? Maana hivi sasa ni moto, hashikiki ule. Talk to me kwenye comment section. TikTok Ameka TV, Ameka Entertainment, YouTube Ameka Radio, Ameka TV, katika ukurasa wetu wa Facebook Ameka Media, Ameka Radio. Na vile tumekuwa na zile tetesi za uhamisho. Kumbuka kwamba kwa na taarifa feki za ule Cole Palmer, anakuambia kwamba Cole Palmer aliweza kuhamia Manchester United, na alisikika akasema kwamba alitoa kauli za kejeli, alitoa kauli ambazo kidogo za mzaha tu. Akasema labda kwenye ndoto, labda kwa anaota najipate yuko Manchester United. Kumbuka alikuwa tu wale bloggers ambao kidogo walikuwa wanashawishi kusema kwamba ameweza kuhamia klabu ya Manchester United, lakini sivyo. La vile ilikujuza kwamba Casemiro anaondoka, alisema kwamba muda wangu umefika, wacha nikaondoke, yale ambayo nilitaka kufanya nimetekeleza. La vile kumbuke yule Greenwood alistahili pia kurejea katika klabu ya Manchester United, bado mazungumzo hapo pale. Bruno Fernandes tayari ashaeka mkataba pale katika klabu ya Manchester United, atakuwa anasalia pale, aondoki. Ndivyo mambo alivyo katika ligi kuu ya kule Uingereza. Matokeo yapi ambao hauna? Kipi ambacho ungependa tuweze kuzungumzia kwenye comment section? Tutakuwa tunahakisha kwamba tunaekana sawa. Nimekuwa wako mtoto wa mama John Anthony Orao. Salia na Mwenyezi Mungu, tupatane pia wakati mwingine, na hii ni Ameka Radio, sauti yetu.